Ujue Nahjul Balagha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Katika maneno ya Amiri al-Mu'minin Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi katika Nahjul Balagha, anaendelea kusema katika hikamu hii ya 252, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha kuacha zina. Kwa nini? Kwa ajili ya kuilinda nasabu, kwa ajili ya kulinda familia, kwa ajili ya kulinda familia zisiingiliane, koo zisichanganyike. Na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha kuacha liwat. Kwa nini? Kwa ajili ya kufanya familia watu wazaane, wawe wengi. Kwa sababu watu wakifanya liwat ni kwamba wanaua kizazi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameharamisha, kwamba amefaradhisha kwamba jambo hili ni haram, watu waliache, ili nasab ziendelee, nasal ziwe kubwa, familia ziwe kubwa. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafaradhisha kutoa ushahidi, akajalia kutoa ushahidi ni lazima, ili kuupa nguvu ule ukweli, kuupa nguvu yale kupinga uovu. Wale watu ambao watakuwa wanakuja kushuhudia kwamba fulani amefanya kosa fulani, wawe na nguvu wanapokuwa wamepata mashahidi wa kulisema hilo. Amir al-Mu'minin anaendelea kusema, wataraka zina tahsina linasabi, faradallahu taraka zina tahsina linasabi. Mwenyezi Mungu amefaradhisha kuacha zina. Kwa nini? Kwa ajili ya kulinda nasab, kulinda familia. Wataraka liwati takthira linasali, na kuacha liwat. Liwat si kama wanavyofasiri watu wasiojua maana, wanasema liwat ni mtu kumwingilia mkewe kwa njia la. Liwat ni watu kufanya mwanamme kwa mwanamme. Hii ndio liwat, mwanamme kumwingilia mwanamme mwenziwe. Hii ndio liwat, na hii ndio iliyopelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaangamize watu. Ndio maana ikatoa kaumu Lut. Hii liwat ni hili tendo la wanaume kwa wanaume kufanya tendo ambalo Mwenyezi Mungu halipendi, kuingiliana wao kwa wao. Hii ndio liwat. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameliharamisha jambo hili, wataka liwati takthira linasali, ili nasal kizazi kiendelee. Sababu itakapokuwa watu wanaingiliana wanaume kwa wanaume, wanaua kizazi, wanaharibu kizazi, wanapunguza watu kuzaana. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafaradhisha, wa faradallahu shahadat istidharan ala almujahadat. Mwenyezi Mungu akafaradhisha watu kutoa ushahidi, watu kwenda kutoa ushahidi katika yale mambo ambayo yanatakikana ushahidi. Kwa nini? Ili watu wapate nguvu, ili watu wale ambao wanataka kujitetea wawe na nguvu za kujitetea kutokana na mashahidi walioona lile tukio, wanapoenda kulisemea kwamba sisi tumeona mtu huyu hana hatia na anastahiki kuachiwa, wawe na nguvu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.